Mazungumzo haya tutakuwa tunazungumza zaidi masuala mazima ya cerebral palsy, awareness and the importance of assessment. Masuala ambayo tumekuwa nayo katika maeneo mbalimbali, lakini ukanda wa Pwani hasa huwa tunayaangazia katika masuala tofauti tofauti. Kuna segments nyingi sana ama kuna parts nyingi sana za PWDs. Sasa tuko katika kitengo hiki cha cerebral. Labda kwa yule ambaye yuko pale nje hajui cerebral palsy ni nini, naweza muanza kumuelezea pale. Ukiendelea kabisa pia ujitambulishe majina na unatoka wapi. Asanteni and thank you for having me. Mimi naitwa Mwanaisha Chiku Muhammad, mwanzilishi wa organization ambayo inaitwa Kurunzi Cerebral Palsy, ambayo inadeal na watoto ulemavu wa ubongo. Na pia mimi ni mama ambaye nina mtoto aliye na ulemavu wa ubongo. Na maybe niseme safari yangu ndio imeni-inspire mimi kusaidiana na familia zingine ambazo zina watoto ambao wana ulemavu wa ubongo. Na leo niko hapa pia kwa ajili ya awareness na kuzungumzia umuhimu wa mambo na assessment. Cerebral palsy maybe niseme ni condition ambayo ina affect uwezo wa mtu, maybe movement, posture, na ni mtu ambaye hataweza kufanya vitu wa mwanadamu wa kawaida ambavyo anavyovifanya. Na hii husababishwa na hali ya kupata damage kwa brain. Na hii hutokana na maybe kabla mtoto azaliwe, akizaliwa ama baada ya kuzaliwa. Unaweza pata kwamba kabla hajazaliwa maybe oxygen ilikataa kufika kwa brain, ama brain ikawa inajiumba kivengine si normal. Sasa anaweza pata hiyo cerebral palsy ama azaliwe nayo. Na pia mtu ambaye maybe kisa ile anazaliwa maybe kuna vitu complication, kuna prolonged labor, vitu kama hivyo vinasababisha cerebral palsy. Ama mtoto alizaliwa na maybe akaanguka akapata, unajua mtoto akiwa mdogo bado brain yake inakuanga changa, so maybe alianguka, ama agonjeke magonjwa mazito ambao bado yeye immunity yake haiwezi stamili, inaweza sababisha cerebral palsy. Na katika ile hali ya kulea ule mtoto wangu niliona gap, unanielewa? Kwa sababu number one, mtoto wa cerebral palsy anategemea sana mazoezi. Na naamini kwamba mama hafai kustruggle kupata mazoezi yale, kwa sababu mazoezi ni kitu cha long term. Unanielewa, ni kitu cha muda mrefu. So nikasema kwa nini sasa tungangane na vitu kama hivi? Kwa hivyo sasa mimi nilijitosa katika ulingo ule wa mambo kupigania watoto haki zao, ili kusaidiana na parents. Kitu nyingine pia unapata cerebral palsy imekuwa misunderstood katika jamii zetu, na kwamba ukipata mtoto kama yule unakuwa unaambiwa wewe labda ulifanya vitu vituko ama ulaana. Yes. So pia tunafanya awareness kwa sababu kujulisha watu ya kwamba cerebral palsy sio laana na sio ugonjwa wa kuambukiza. Naelewa watu wanafikiri ni kama ulemavu unaweza ambukiza mtu ulemavu. Naelewa katika jamii zetu unaweza pata mama anakuambia usicheze na huyo mtoto. Maybe ule mtoto mwingine pale unapata ana hiyo shida, usicheze naye. Lakini naweza sema kwamba ulemavu hauambukizi na pia si laana. Yes. Leo pengine kuna njia ambazo unaweza kuziangalia na ukatambia kwa mzazi akaweza kutofautisha ulemavu wa kawaida na cerebral palsy. Kitu naweza sema hivi kwa wazazi pale katika jamii, ya kwamba ukiona mtoto wako ana shida, amechelewa katika kitu fulani, maybe kukaa amefika 6 to 7 months hajakaa, unafaa utafute usaidizi wa daktari mapema. Ama maybe amefika muda wa kutembea na hajatembea. Hizo ni dalili maybe za cerebral palsy, because cerebral palsy utapata mtoto na miezi 7, 8 hata shingo yenyewe pia haijashika vizuri. Unaelewa? So ndo tunakuja na hii mambo na assessment pia. Kwa sababu ukigunduliwa mapema, unapatia kazi rahisi ya watu kuplan kusaidia mtoto mapema. Yes. Some of those challenges ambazo generally tunazijua like handling hao watoto wenye huwa mahitaji hayo, na kuna yale labda hatujapata kufahamu kuyajua. Labda what are the basic ama zile changamoto kubwa sana ambazo wewe ambaye ni founder wa pale Kurunzi na unaishi nao ni kama gani? Niseme kwamba changamoto kubwa sana, wazazi hawako informed. Wengi katika jamii ya kwamba ni kitu waelezewe cerebral palsy ni nini. Kwa sababu number one, mzazi tu akishapata mtoto ambaye ana cerebral palsy ana panic. Na unapata inaleta ugomvi ndani ya nyumba. Utapata maybe amepoteza ndoa yake, amepoteza kazi yake, na anachanganyikiwa pale. Lakini kwanza
to break hii silence ya kwamba jamii ielewe ulemavu wa ubongo ni nini, unasababishwa na nini, unanielewa. Changamoto zingine unaweza pata kwamba kuna mzazi anakuja na anaamini kwamba mtoto wake si mlemavu. Anakwambia mtoto wangu si mlemavu. Anakataa hiyo assessment, anakataa disability card kuifuatilia. Sasa mzazi kama yule unaona pia inachukua time, maybe tumuite watu kama counselors, aongeleshwe, tutembee na hiyo journey, kwa sababu tunaamini katika hichi kitengo chote acceptance ndio kila kitu. Ukishakubali kwamba mtoto wako ana shida, utaanza kumshughulikia na hapo. Unanielewa? Na changamoto pia nyingi ni kwamba wazazi wengi wa kike wanapoteza ndoa zao kwa ajili ya wale watoto. Wa baba wanakimbia. Hawataki hiyo story. Unanielewa? Wanaamini kwamba hiyo shida ni ya mama. Imetoka kwa kina mama. Unanielewa? So unapata pia wazazi wengi wanalea hawa watoto peke yao. Na unapata pia wana watoto wengine wa kuangalia. Yeah. Labda pengine mzazi amegundua kwamba mtoto wake yuko na ulemavu wa ubongo. Ni hatua gani ya kwanza ambayo anatakana kuifanya? Kwanza kabisa apate assessment. Assessment itakuelekeza kwamba mtoto wako ana ulemavu wa aina gani. Unajua si ati hizi delay zote si ati lazima iwe ni cerebral palsy. Mtoto anaweza kuwa amechelewa tu lakini sasa akipata ile assessment, akikuwa assess, daktari ana uwezo kujua kwamba hii ni delay tu, amechelewa, lakini huyu atakuja kuwa vizuri baadaye. So kitu cha kwanza ende ni assessment. Ajue ni ulemavu ama ni nini imesababisha mtoto wake kuchelewa kuwa kama mtoto wengine wa kawaida. Yes. Labda upande wa county government ya Mombasa na serikali kiujumla na pia vile vile organizations zimekuja na kauli mbiu nyingi sana kuzungumzia hawa watu ambao wanaoishi na ulemavu. Je, unaweza kumwambia nini msikilizaji pale nje kwamba endapo mtoto ana ulemavu hasa huu wa ubongo, county government inaweza saidia vipi, ama organizations vitu kama hizo, kama kuna charges labda zinakuwa lowered ama hata zinaondolewa kabisa, vitu kama hizo? Yeah, okay. Mimi niweza sema hivi, maybe kama ukishakuwa na ule mtoto ambaye ana ulemavu, ukipitia assessment, upate ile disability card. Kwanza serikali itakutambua. Unanielewa? Yani watakuwa wana stakabadhi zako kule, unajulikana kwamba wewe na mtoto wa aina hii. Number 2, ni rahisi kupata vitu kama assistive devices. Unanielewa? Hizo, alafu kuna wale ambao pia wana severe disability ambao sasa wale watoto hawezi kujiweza kabisa. Serikali pia National Council for Persons with Disability inatoa ile 2,000 every month ambao watu wengine pia hawajui. Na pia maybe kuna hizi biashara ndogo ndogo, ukiwa na ile disability card kuna venye unawezeshwa, kuna tax zingine utakuwa ulipi. Yes. Labda pengine huduma hizi ambazo umeweza kuzizungumzia, kunaweza kuwa pengine kuna msikilizaji kule nje ambaye pengine yuko na mtoto na anahitaji hizi huduma lakini hajui atazipata vipi. Mi kwanza niwaambie kwanza tarehe 28 Jumamosi hii tutakuwa pale Ziwa la Ng'ombe, ambapo tutaleta madaktari pale kwa ajili ya kufanya assessment. Hii ni kwa wale ambao kabisa hawana hizo stakabadhi, ndio wanaanza. So watakuja pale na birth certificate na ID yako ya mzazi ukuje nayo. Tuanze assessment pale. Na ukishafanywa assessment sasa utaendelea kufuata hiyo mambo na kutoa hiyo disability card. Ukisha kuwa registered now, unaweza enda pale kwa Juliet, Madam Juliet, National Council for Persons with Disability pale Uhuru na Kazi, na atakuelezea zaidi. Ndugu yangu Mwanaisha, nataka tukite zaidi hasa katika shughuli nzima ambayo ni ya tarehe 28 pale Ziwa la Ng'ombe. Yes. Labda umejiandaa ama kama foundation pale, ama wewe mwanzilishi mkubwa wa hii foundation, umejiandaa vipi na ile shughuli ya ile siku? Unajua mimi kama mzazi, hata kama founder, kama mzazi, nasema kwamba kuna mtu labda hana ile information ama hajui kwamba kuna usaidizi anaweza pata na ule mtoto, na amekaa tu pale na amekaa kwa sababu hajapata information. Nikasema hapana, kwa sababu tumefanya assessment Kisauni I think last month,
na nikasema wacha tushuke kule Nyali upande za huko Kisumu ndogo Maweni kule. Maybe kuna mama amekaa pale na utapata labda mtoto saa zingine anakuanga na a very mild case ambapo angepatikana mapema ule mtoto atasaidika na awe mtu katika jamii ama katika maisha. Lakini kwa sababu hajapata information ama hajui, unapata anakaa na ile shida mpaka ile shida inazidi kukua kubwa. Tukasema kwamba kwa nini tusitembelee Nyali pale. So ndo kwa maana tukatengeneza hii mambo na assessment kutayarisha ili kila mzazi, kwa sababu kama Kurunzi tunaamini kila mtoto anafaa kupata nafasi katika jamii. Yani niseme hivi, mtoto yoyote na condition yoyote watu wafai ku lose hope. Mtoto anafaa kupatiwa nafasi. Kwa hivyo tunafanya hivi kwa ajili kupatia watoto nafasi na hata wale watu wazima, kwa sababu si watoto peke yake hii assessment. Tunafanya kwa watu wa hearing, physical challenge na wale watu wa mental ambao ni autism na cerebral palsy. Kwa hivyo tunapatia kila mtu nafasi katika jamii, watu wajitokeze ili waje wapate kusaidika. Yes. Labda pengine tukisalia hapo katika masuala zima la jamii, unahisi kwamba ni mchango gani pengine jamii inawezekana ikiweze kuika katika kusaidia ama kuleta ama kuondoa ule unyanyapaa ambao unashuhudiwa kabisa tumezungumza? Mimi niseme hivi, information is power. Na pia wazazi niseme katika jamii nzima watu wako informed what cerebral palsy is, what causes it, na ukishapata pia taarifa hii yote unampatia mwenzako hata kama hana mtoto ama na nini, but kukaa tu na information nani ukijua kwamba hili jambo hii ni hivi na hivi inakuanga nguvu zaidi. Kwa hivyo jamii wajitokeze na pia to break your silence. Tuache hiyo unyanyapaa, kwa sababu wazazi wengi hawatoki ndani na watoto wao kwa ajili dunia ama jirani anamwangalia na ile macho mengine ya kwamba kwani ulifanya nini mpaka ukapata mtoto kama huyo. Tuache unyanyapaa ili tupatie wazazi nafasi washughulikia watoto wao. Yes. Vizuri sana. Labda kuna swali ambalo limeshuka muhimu sana kuhusiana na shughuli hiyo. Kuna mtu ameulizia kiingilio. Hapana, kila kitu ni free. Kuwa assess ni free, kuingia ni free. Na kila mtu anakaribishwa. Alafu pia si lazima hata uwe na huyo mtoto ama wewe una shida nayo, but unaweza kuja pale ukapatia mzazi hope. Imagine uje tu mwambie tu ule mzazi Mungu anakupenda na anapenda na mtoto wako. Anaweza toka na hiyo kitu na ikampatia nguvu na hata ikajenga self esteem yake. So kila mtu anakaribishwa. Mode of funding ya pale Kurunzi ina sosi yenu kama vipi pale yani mnapata vipi kuendeleza hizi program zenu ili kuhakikisha kwamba zinakuwa successfully, because kupanga event kama hii needs a lot of inaitwaje zile logistics nyingi sana. Labda pale utuweke wazi kuhusiana na kile ambacho huwa kinapatikana ili kufanikisha shughuli kama hizi. Okay. Kama sisi Kurunzi ni shirika ambalo pia wamama ambao wamekuja pamoja ambao wote wana watoto ambao ni special. Pale ambapo tumeshikana na Kurunzi iko na marafiki, kuna friends of Kurunzi, kuna well wishers ambao wakisikia tuko na jambo letu wanaingilia kati, wana chip in. Na sisi wenyewe pia kama wazazi tunajituma, tuko na biashara zetu 1, 2, 3. Na pia sisi kama mama huwa nafundisha wamama wenzangu ya kwamba licha ya kwamba tuna changamoto haimaanishi sasa tulie. Hapana. Sisi ni kukuja na kutafuta suluhisho. Yes. Kurunzi ni shirika ambalo lina center ambayo ina offer pia therapy. Na tunafanya therapy twice a week, that is Monday and Thursday. Na si Kurunzi hatupatiani tu therapy pekee. Kurunzi it's a house of hope. Whereby wazazi wanakuja pamoja kujitia moyo na kusonga mbele. So si assessment peke yake, na hata kuna wale ambao pia wana assessment but hawana hizo disability certificate. They can still come kwa sababu kutakuwa na clerks pale ambapo watawasaidia pia kuingiza kwa system. Yes. Labda pengine kufikia kwa sasa ni mafanikio gani ambayo mnaweza kujivunia ya kwamba tumeweza kufanya kitu katika kuwashughulikia watoto wenye ulemavu wa ubongo? Jamani, sisi tuna vitu vingi sana vya kujisifia. Kwanza kabisa Kurunzi inafanya awareness. Ina empower parents. Na pia tuna offer hizo therapy. So kuna watoto kama 2 ambao walikuja pale kwetu
walikuwa hawana hata head control, lakini sasa hivi wanasimama peke yao independent. Kwa yule mwenye hajui masuala kama ya head control, labda mfafanulie ni vipi? Kuna shingo, unaona shingo ya mtoto inakuwa inalegea kama itakuwa haijashika. Inazunguka tu. Ndio. Tuko na watoto wengi but tunasema ile mafanikio. Yaani tuko na tumeanza ya 2024 hapo, 2023 I mean. So na leo tuna watoto ambao wanaweza kujifanyia vitu vyao peke yao. That is one. Number 2, tume-empower parents kwa sababu therapy ni kitu ya teamwork. Na sasa sisi kama Kurunzi tuna offer only twice. Na unapata hizi siku zingine 4 mzazi anakaa na mtoto wake. So tunamfundisha vitu basic ambapo akiwa naye pale nyumbani bado anamfanyia. Licha Kurunzi hata kama haitakuwa still ule mzazi anakuwa kama therapist bado. Unanielewa? Na pia wazazi wengi wamejitokeza kupitia hiyo awareness ambayo tumefanya, na watu pia wengi wamezidi kuelewa ya kwamba what cerebral palsy is. Na pia kama Kurunzi tumeanza pia kuingia shule kufundisha watoto. Nataka kuinua generation ambayo itakuwa na usawa, umoja na upendo kwa kila mtu yote ile na condition yote. Unanielewa? Tunajaribu kufuta hizo unyanyapaa. So tukasema hii generation ambayo inainuka, wacha tuingie tupande mbegu mpya ndani yao. Lele pengine nikiwezi kukuuliza, ulemavu wa ubongo uko na tiba? Ulemavu wa ubongo hauna tiba hadi sasa. Kwa sababu unajua brain ikishakuwa damaged, bado hawajapata dawa yao. Lakini kitu ambacho inafanya ni kwamba mtoto akishajulikana mapema ya kwamba mtoto ana hii shida, kuna kuja hii team ambayo kuna therapist, kuna occupation therapist, kuna speech therapist na physiotherapist. Hii ni timu ya watu ambao watamsaidia huyu mtoto kukua katika maisha yake. Inategemea mtoto atakuwa amekuwa affected vipi. Kwa sababu cerebral palsy pia zinapiga watoto tofauti. Kuna mtu anaweza pigwa tu na hawezi kuongea, ama mkono wake tu mmoja ndio umelemaa, ama utapata labda viungo vyake vyote vimelemaa, ama viungo vyake vyote viko loose ama viko stiff. So cerebral palsy pia iko tofauti. So lakini hii team inamsaidia mtoto kukua. Yes. Unahisi kwamba kizazi hiki cha Gen Z kweli kinakumbatia haya masuala mazima ya PWDs na pia hawa people with the cerebral, ya kwamba wanataka kujua zaidi chenye kinahusu ama wanapuuza? Mimi kwanza naona Gen Z ni kizazi kizuri sana. Yaani kizazi safi sana. Hao ni watu ambao hawana hata ukabila ama nini. Ni watu ambao wanakuja pamoja na wanaamua wafanye jambo. Yaani ni watu ambao wakija pamoja wakiamini jambo, ile jambo wanalitilia nguvu zaidi. Kitu ambacho pia nimeona Gen Z pia ni watu ambao wataki vitu vya hivi. Ni watu ambao pia wapendi kudanganywa. Ni straightforward. So mimi naona ni kizazi kizuri sana kufanya nacho kazi. Yes. Labda utueleze Kurunzi, main offices mko wapi, ama maeneo mnapatikana maeneo wapi pale? Kurunzi offices zao main office ziko pale, unashuka Joho School pale. Unakuja place inaitwa Pendua. Alafu wanauliza Kashorina. Hapo ndani Kashorina, tuko hapo ndani. Kwa mawasiliano kuna yule ambaye anakusikiza pale nje, kama kuna namba za ofisi kama vile napatikana vipi, hata kwenye mitandao ya kijamii pia pata vipi? Facebook Kurunzi Cerebral Palsy Center, TikTok Kurunzi Cerebral Palsy Center. Namba yetu ya simu ni 0721 749 818. Inapiga kuanzia saa 2 mpaka saa 10 jamani. Na kazi yani hiyo ni ya ofisi direct. Direct. Labda kuna kile ambacho ulikuwa umekuja nacho lakini unahisi kwamba hatuja kizungumzia. Naikupa fursa hii uweze kuzungumza kwa mapana kidogo in case there is any. Okay. Mimi kwangu ni kwa wazazi. Ndio. Wazazi pale nje ambao wana tu special. Ndio. Mimi nasema kwamba you are the first donor of that child. Ndio. Yaani wewe ndio utamwezesha mtoto wako, ama wewe ndio utamlet down huyo mtoto. Kwa hivyo unapomtoa ili apate matibabu ama apate kusaidiwa, imagine wewe ni dona wake. Yaani unafanya kazi kubwa sana hata kuliko yule ambaye atakuja maybe kumtibu, kwa sababu kwanza umekubali, na pili umempenda, na tatu unataka kuona kwamba anafanikiwa katika maisha. Jamii niseme kwamba tushirikiane. Sisi sote ni Waafrika na shida zetu ni moja. Tuinuane. Yaani usiwe sababu ya mtoto kutotolewa nje, itakuwa mbaya sana. Yaani wewe usiwe sababu ya ule mtoto ili mamake asimtoe nje ama mamake akose kumpenda. Tushirikiane.
tupendane licha ya changamoto tunazozipitia katika jamii. Kwa county government washirikiane na shirika kama Kurunzi, wazi empower, wazitie nguvu, kwa sababu goal ni kuona kwamba kila mtoto anafanikiwa katika jamii. Na sisi kama Kurunzi hatuwezi kufanya hivi peke yetu. We need people. Tunataja viongozi kushirikiana nao ili kuona kwamba tunafanikiwa katika jambo hili. Na tukiwezesha hata mtoto mmoja atembee, basi sote tumefanikiwa kama jamii. Na pengine niwashukuru wote ambao wanafanikisha hii kazi. Niseme asante kwa Dayo Radio, niseme asante Mombasa Cement, niseme asante kwa Rafiki Foundation, niseme asante kwa mashirika yote ambayo wamesimama na sisi, Super Love. Niwaambie asante, kongole, kwa kuwa nyinyi mmejinyima na kuona kwamba mtoto ambaye aliye na ulemavu anafanikiwa katika maisha. Thank you so much. Mungu awabariki. Asante sana ndugu yangu Mwanaisha, kwa niaba ya Dayo Radio na pia Dayo Organization mazetu, na kushukuru sana kwa kuja, kwa kufikisha hapa ujumbe muhimu sana.